Mtazamaji wa channel yetu, tupo hapa bwana mchungaji Gasto. Gasto bwana na shuhuda kubwa sana. Moja ya shuhuda kubwa ambayo anayo ni kuhusiana na yeye safari ya kuzimu. Aliendaje? Tupo hapa bwana, tutapata kutoka mwanzo mpaka mwisho. Karibu mchungaji. Asante na shukuru. Mimi ninazidi kushuhudia ulimwengu waamini kabisa Mungu yupo. Katika kutumika kwangu huku sijatumika kwa ajili ya wito wa kujiita mimi. Ninatumika kwa kuitwa, na ndio maana ninapenda mimi watu wasipotee, bali wote tupate kuurithi ufalme wa Mungu kama Yesu alivyokuja. Mimi ninapoenda kabisa, kabla sijaingia katika kwenye kushuhudia ile kuzimu mimi naweza nikaishuhudia hadi mpaka mwaka mzima ijaisha, kwa sababu nilioonyeshwa mimi ni mambo makubwa. Au katika mbingu kule mbinguni kwa Baba yetu anakokaa katika kwenye kiti cha enzi, jinsi watu walivyokuwa wanafundisha Mungu kwamba Mungu ni roho, mimi nilikuwa nashangaa kabisa kwamba Mungu ni upepo kabisa, kwa sababu hizi roho tulizonazo tukisoma katika kwenye maandiko tunaambiwa kwamba Mungu alivyotengeneza mwili wa Adamu kutoka kwenye ardhi, alifinyenga udongo, lakini alipuliza pumzi yake. Kwa tunaona kwamba Mungu alipuliza pumzi yake. Ile pumzi ya Yesu, yani pumzi ya Mungu, ndiyo tunayopumulia sisi, ndiyo roho yetu, ndio mfano wetu, ndio sura yetu. Lakini sasa mimi wakati wa kutumika sana kwa ajili ya ninamtafuta Mungu na shida nilizokuwa nazo, lakini mimi nilibahatika kabisa kuja kuchukuliwa na malaika kupelekwa mbinguni. Siku hiyo mimi nilikuwa katika wasiwasi sana. Nilikuwa katika mawazo mengi na shida nyingi zilizonitaiti, na nikiangalia kwamba yani sina maisha katika dunia hii. Siku hiyo tulikuwa katika tulikuwa Kibaa, kule Kibaa tulikuwa tumeenda katika kwenye kusanyiko, lakini nilikuwa na huzuni sana. Lakini siku moja tulipokuwa tumeenda kule, tulikuwa na siku nzima kule kwenye kusanyiko, yani tuna wiki nzima ya kukusanyika kule. Lakini ilipotimia siku ya 4 tukaenda. Hiyo siku ilikuwa ni Alhamisi, ili kusudi tufanye ibada, kwa sababu Joseph Atilias Mwingira mpako wa mafuta mtumishi wa Mungu ana ibada ya Alhamisi. Kwa hiyo siku ya Alhamisi ndio tukaenda kufanya ibada. Tulipomaliza ibada saa 6 alituambia kwamba aliyefunga aenda afungue, saa 9 mkusanyike mahali hapa, mwende mjiandae. Tubasa kaatia ibada tukaondoka. Tulipoondoka tukafika kule, lakini mimi nikawa na huzuni mwingi. Nilikuwa na huzuni karibu wa siku 3 kali. Yani ninajiona kwamba naabudu Mungu labda nipo kama naabudu, lakini Mungu labda wenda anisikii, au ninamwabudu Mungu lakini sina uhakika kwamba labda ninaweza nikaonana naye au nikasamewa dhambi. Basi nilikuwa nikiwa katika huzuni mkubwa sana. Siku hiyo tulipotoka katika hiyo kwenye ibada, tukaambiwa kwamba saa 6 turudi tupate chakula, lakini mimi sikula na nilikuwa na mfungo. Nilipofika pale wala sikufungua sawa sawa na mtume alivyosema. Mimi nilikaa na wasiwasi. Mara baadaye nikaona kwamba niingie bafuni, wakati bafuni hakuna kitu ninachokifanya. Baadaye nikatoka nikaingia chooni. Basi muda kidogo tu nikainama tu pale, simu yangu kwenye choo kadondoka, ni Samsung. Basi huzuni kazidi kuwa nyingi. Nikaona hapana, hapa siwezi nikakaa kuna kelele za watu, bora nirudi kanisani mapema, kwa sababu alisema saa 9 kamili kila mmoja au ameshakamata kiti chake. Sasa kulingana kule Kibaa ilikuwa ni kusanyiko la watu wengi sana. Kwa hiyo pale kwenye kiti chako naacha nembo iliyo ya kwako. Wengine walikuwa naacha tenzi, kwa sababu tenzi unakuwa umeiandika jina lako. Wengine wanaacha alama za vitambaa nini. Basi mimi pale nilikuwa nimeacha tenzi. Nikaanza safari. Nilipofika pale pale kwenye kiti, nikakipata kile kiti cha kwangu, maeneo yangu, nikakaa. Nilipokaa nikapiga magoti nikaanza. Nilipopiga magoti ndipo nilipoanza kuomba, lakini nikiwa nalia kwa kilio kikubwa sana. Nikalia nimeinama, kichwa changu nimekilaza mpaka kwenye ardhi chini kabisa. Nilipokuwa nikilia
machozi makubwa, nilishtukia mimi, yani ni kama upepo fulani ukaja, yani upepo mkubwa, lakini unipousikia, lakini mimi niko mbali, nina huzuni. Muda kidogo nikapoteza kama ufahamu. Nilishtukia mimi ninakuja kujiona niko katika kwenye mawingu, yani tunapita. Tulipofika sehemu moja, ninaona kwamba mtu mmoja amenishika mkono, alafu tunapanda, amevaa kanzu nyeupe. Ndipo nikagundua kwamba hapa kumbe ni mna malaika. Katika mawingu haya ninaona tunapita mawingu makali. Basi sasa nikabidi mimi ni nyamaze. Tukasonga mbele. Tulipofika sehemu moja, akasimama katika kwenye hanga, wala uwezi kuona hata nyumba yoyote duniani, wala uwezi kuona kitu chochote, wala dunia wala bahari. Tulisimama pale kwenye hanga, akasimama. Aliposimama akaniambia, unaona kabisa hapa mwanadamu? Nikamwambia mimi sijaona chochote. Akasema, mwanadamu umetumwa kuoneshwa vitu vingi vya Mungu ambao ni muumba mbingu na nchi, pamoja na masihi wake, maana umechaguliwa kuoneshwa. Mimi nilipokuwa nimesimama pale, akasema kwamba sasa unaenda kuona. Niliposimama pale nikaona, akafungua macho yangu, nikaja kutazama pale katika kwenye hanga, yani kumejipanga viti vinne. Sasa vile viti vimekaliwa yani na watu wanne wakiwa wanajadili. Nikauliza, nimeona kama watu hivi. Akasema, unawaona? Nikasema, nawaona. Basi akasema, hao unaowaona ndivyo sawasawa na dunia wanavyokaa kwenye kikao, wakaanza kujadili mtu kwa uongo. Yani wanaongea uongo, wanashinda wanaongea uongo, ndivyo vikao. Yani wanaweza wakaanza wawili, akaja watatu, akaja wanne, wakaanza kuongelea maisha ya mwanadamu, wakaanza kuongelea fulani ni tajiri, wakaanza kuongelea fulani amefilisika, wakaanza kuongelea fulani ni mchawi, wakaanza kuongelea kwamba kuna mganga mzuri, wakaanza kuongea kwamba fulani wa mtu anazini na fulani. Akasema wao ndio wanaofanya kikao, wanapoanzisha kikao wakaanza kuongelea mambo kama hayo, na duniani wanaanza safari ya kwanza kuongea hayo kwa ajili ya kujadili watu. Nikauliza, mimi sijaelewa vizuri hapo. Akasema kwamba hapo jaelewa ninayokuambia. Nikasema, nimeona kwamba unasema kwamba hao waliokaa hao wanne kwenye viti vyao ni sawasawa na walioko duniani wanaokaa, yani watu watatu au wanne au wawili, wakaanza kuongelea maisha ya wanadamu. Akasema, mimi hapo sijaelewa. Akasema, utawala wa kukaa wale watu kule duniani kuanza kuongelea mwenzao maisha yao, yani unatoka katika utawala wao. Ina maana wao ndo wanawaingia mule kwenye mioyo. Basi yani yanaingia kwa mtu mmoja au wawili, wanaanzisha, alafu mwingine analetwa, yani akiletwa na yeye anaendelea. Kwa unakuta kikao kinazidi kuongezeka watu kwa kujadili maisha ya dunia, kujadili maisha ya watu. Basi nikaelewa. Nikasema, basi hapo nimekuelewa. Nikasema, kumbe watu wanaotumia umbea na vikao vya umbea na vijiwe vyote vya kahawa vyote, yani akaniambia kwamba huo ndio utawala wao, kwa sababu wanawapandia uongo ndani ya mioyo yao. Kwa yani kuanza uongo wa kuongelea mtu maisha yake, yani unatoka katika kwenye utawala ambao ni katika hilo linaitwa katika kwenye yani hanga, hilo linaitwa hanga, yani wakuu wa giza.
Na ndiyo nikauliza sasa, mimi ninaonaga watu wanaanza kupaa kwa uchawi na uongo na nini. Ina maana huo utawala unatoka katika utawala gani, na hiyo nguvu wanaipata kupitia katika ipi? Akasema ndio utawala wao huu, yani hao wanaitwa ni wakuu wa giza ambao wako katika kwenye anga. Yani nikagundua. Basi akaniambia kwamba hawa ndio wanaosababisha watu kuwapandia uongo wa kukaa katika kwenye vijiwe, kukusanyika, kuanza kuongea mambo ambayo hayana faida, kuliko kufikiria kumwabudu Mungu na kumtumikia muumba wao aliowaumba. Yani ina maana yani wao wamewekwa pale na nguvu ya shetani kwa ajili ya kupoteza watu, yani wanawapotezea muda, yani mtu asikumbuke kumwabudu Mungu hata saa moja. Na nikaelewa kabisa kwamba yani katika hii dunia, yani watu wanapenda kukaa katika kwenye vijiwe na kuongelea vitu ambavyo havina faida. Hata mtu hawezi kutoka pale kwenye kijiwe na hela yoyote au na maisha yoyote. Mwingine anatoka kwenye kijiwe, anafika hata nyumbani, familia inakosa hata dagaa. Basi nikasikia amenishika mkono, tukapanda sana kupita katika kwenye mawingu. Kafika sehemu moja, akasimama. Aliposimama, yani kuangalia, yani huku mnani kaskazini. Nilipokuja kuangalia kaskazini, nikaona yani kuna meza kubwa. Akaniuliza, akasema mwanadamu amepewa kuona. Nikaona mkono wako umenipita, macho yakafumbuliwa vizuri, nikaona ile meza. Kuja kuangalia, nikaona yani kuna mkono mkubwa, yani ule mkono una manyoya ya uhakika marefu. Ule mkono una kiganja kikubwa, lakini ni mkono tu. Nikasema ni kama vile naona mkono wa mwanadamu, lakini huo mkono ni mkubwa sana, yani kama mti, yani ni mkubwa. Yani kama unaona mti una matawi, yani ndicho kiganja. Yani mkono mkubwa, yani siwezi hata nikaulinganisha. Basi nikasema ninaona mkono tu, lakini mkono huo una manyoya makubwa, halafu una kiganja yani kikubwa. Huo mkono maana yake ni nini? Akasema kwamba huo mkono ni mkono ndio, lakini yeye anaitwa ni Sadiki, ambaye ni mkuu wa giza. Huyo mkuu wa giza ndiye anayesababisha kutengeneza nguvu za waganga, nguvu za kichawi. Yani vitu vyote vinatoka katika utawala huo. Halafu yeye amepewa utawala huyo Sadiki wa kuzuia maombi ya watakatifu ili yasipai kwenda mbele ya Mungu. Nikasema anayazuiaje? Akasema kwamba hayo anayazuia kwa unapopiga magoti wewe mwenye dhambi, anakinga kiganja chake, yale maombi hayawezi kupenya pale. Ndo mtu anaweza kaomba miaka hadi miaka hajawahi kujibiwa. Hapo nikagundua kumbe mimi niliomba siku nyingi sana, naomba nateseka, unaona. Lakini yani tangia niko katika kwenye dini ya Roma, nilikuwa nikiomba sana. Nilikuwa nikiomba mpaka nafikia hatua ya kwenda kufanya uganga kwa waganga nini. Yani ni kama vile inakosa msaada. Kumbe nikaja nikagundua kwamba maombi kumbe ya mwenye dhambi, kumbe anikelele mbele ya Mungu. Basi sasa pale alipokuwa akiniambia, nikawa ninazidi kuelewa, ananifundisha. Yani alikuwa akinifundisha mimi nitakayoyafundisha katika ulimwengu huu. Ila ninajua kwamba ulimwengu huwezi kufundisha ukasadiki, lakini wapo ambao wamejaliwa, wanaweza wakalishika neno la Mungu wakapokea wokovu. Sasa nikauliza sasa hapo, yani ina maana sasa watakatifu wanapoenda kuja kuomba, akaweka mkono wake, sina wao wanafungiwa maombi hawawezi kujibiwa? Akasema kwamba yani mtu aliyesamehewa na Mungu, yani huyu anaitwa ni mtakatifu. Yani wewe ukiwa umeomba toba ukasamehewa na Mungu, wewe ni mtakatifu. Kwa hiyo unapoanza kumuomba Mungu, maombi yako lazima yawe na ulinzi wa malaika. Huyu mkono hauwezi ukasimama tena, bali huu mkono hata vita ikiamuka ya ufalme wake huyo Sadiki haitawezekana, kwa sababu Mungu ni mshindi.
Nikagundua, nikasema hapo nimeelewa. Kumbe yani unapoomba wewe uliye mtakatifu, unayekataa dhambi zote, kumbe maombi yako yanakuwa na ulinzi. Basi nikasema sasa kama hayo maombi yanakuwa na ulinzi, unapokuwa wewe utendi dhambi ukawa ni mtu uliyekamilika. Akasema ndio, yani kama umekamilika, kama unavyoona wewe umeteuliwa na Mungu kwenda kuoneshwa mambo yaliyo makubwa. Hapo naenda kuoneshwa mambo mengi, kushuhudia ulimwengu huu. Kwa hiyo jitahadharini, maana umepewa maji, ukanywa maji kikombe cha ujasiri wa kufanya kazi ya Mungu na kushuhudia ulimwengu. Kwa hiyo nao uzima ndani mwako, wala uweze kuona kiu hata milele, bali ushuhudie ulimwengu na kuifanya kazi ya Mungu. Utakapomaliza kazi ya Mungu, Mungu yeye anajua kwamba atakuja kukuzawadia nini. Nikasema ndio, mimi nimekubali kuifanya kazi ya Mungu. Nilipokuwa nikitamka pale, nikaona viti vimekusanyika vingi katika kwenye ile meza, wakaanza kujadili. Walipokaa wakijadili, mimi nilikuja kushangaa. Yule maraka akanionyesha, akasema geuka angalie. Nikageuka nikaangalia mashariki. Nilipogeuka kuangalia mashariki, niliona yani watu wengi, yani mmoja amepanda katika yani farasi, walikuja na wao wamepanda farasi. Yeye mmoja alikuwa akiwatangulia, alikuwa amevaa kanzu nyeupe, amevaa kibaragashia, alafu amejifunga shingoni kiremba. Alafu na wengine wote walikuwa wamemfuata, wote wamevaa baragashia na wao wamejifunga viremba. Basi alipofika pale katika kwenye meza ya huyo Sadiki, aliinama pale kwenye ule mkono ambao ndio Sadiki. Alipoinama pale ule mkono ukasimama. Uliposimama yani wingu kubwa likatanda jeupe. Sasa alipokuwa akiinama pale, ndipo alipoambiwa kwamba apewe utawala wa kwenda huko duniani ili aanzishe ibada, watu wote waanze ibada ya kuabudu. Ina maana sasa nikauliza, ina maana huyu aliyekuja amevaa kibaragashia na kanzu nyeupe iliyo kubwa, akasimama pale, amepewa utawala. Lakini huku nyuma yake mimi naona kwamba huyu aliyekuja, huyu aliye nyuma yake ambao ni mnyama wa miguu 8, ana sura ya mwanadamu. Yani naona kwamba ni kama vile anamuelekeza huyu aliye mbele, aliyesimama mbele yake. Akasema huyu ambao ni mnyama wa miguu 8, huyo ndiye anaitwa Arubadili. Yani huyo amepewa mamlaka ya kutawala, na kwa kuwa ana utawala wa walio muasi Mungu, ambavyo ni vikosi vya majini ambaye hayana hata hesabu. Ni wengi mno, lakini katika hesabu za kimungu anawajua wao. Mungu akisha wahesabu, hata sisi watumishi wake tuna uwezo wa kuyajua. Basi nikasema kwamba sasa mbona amekuja kwa huyu ambao ni katika kwenye mkono? Kwa hiyo Sadiki ndiyo mkubwa kuliko hata huyu? Akasema ndiyo, kwa sababu Sadiki utawala wake wote alionao, yani majeshi yote yanayotoka kuzimu, yote yeye ndiye anayeamulisha. Kwa sababu hapa alipo yeye akianza kukaa kikao, na kule kuzimu anakaa kikao. Akasema mwanadamu umepewa kuangalia, lakini siku zinazokuja utakuja kuchukuliwa kupelekwa kuzimu. Lakini kwanza upelekwe kwa Muumba, aambiwe yale yote aliyekuitia. Basi hayo yote umeyafahamu na kuyajua kwamba huyu ndiye Arubadi wa miguu 8, na huyu aliyevaa kanzu nyeupe ndiye utawala wake, ambao wao wanaenda kuanzisha ibada, ambayo ibada hiyo itakuwa ni ya bahari, utawala wao. Basi mimi nikuwa pale nikaelewa kwamba kumbe yani Arubadili huyu pamoja na wala alionao, kumbe ni utawala wa majini. Lakini majini hayo hayatoke katika utawala wa kimungu, bali unatoka katika utawala wa kishetani. Kwa sababu yule Sadiki niliambiwa, ina maana alikuwa na nguvu, ndiye anayewasimika waganga pamoja na watu kuwapa uchawi, kwa sababu yeye ana roho ya uchawi wa uhakika. Waangalia mkono kama mkono una nguvu na wana uheshimu na unafanya kazi, na huo mkono una macho wala masikio.
lakini nilimkono tu na kiganja, lakini lina taarifa zote na ana uamuzi wote. Hata Arubadili mwenyewe alikuja kuomba ruhusa ya kwenda kupeleka kuanzisha ibada katika kwenye bahari. Basi mimi nilipokuwa pale, malaika kanishika mkono, tukaanza safari. Tulipofika katika kwenye mlango wa mbinguni pale, lakini kabla tujaingia katika mbinguni, tulienda kukutana na fahari moja nyingine iko katika juu. Yani ile fahari moja ina wanyama tupu, wanyama yani kuanzia yani roho za wanyama wengi ziko pale. Nikamuuliza nikasema kwamba ninaona roho za wanyama katika hii hapa nilipopita. Je, hizo roho za wanyama ina maana yake yani ni wale waliokuwa kule duniani wakafa, roho zao zikaletwa huko? Akasema kila mnyama anayekufa Mungu alimtengenezea maeneo haya na nchi hii ili kusudi aitawale, ndimo wanamokaa mpaka siku ya hukumu. Yani roho za wanyama kila aina, yani kwanza tembo, yani kila aina ya mnyama. Basi nikasema kwamba hapa nimeelewa, kwa kuwa mimi nilikuwa najiuliza yani mnyama anapokufa, je, roho yake inaenda wapi? Kumbe zinaingizwa katika fahari hiyo. Basi akasema hii ndiyo fahari na makao yao ya kuishi mpaka siku ya hukumu. Mbingu na nchi vyote vitapita, lakini neno la Mungu alitapita kamwe. Nikakumbuka neno hilo. Basi tukaanza safari, akanishika mkono, ndo tukaondoka. Tulipofika sehemu nyingine, basi nikafika pale, nikaona kwamba yani kama vile kama unavyoona, yani kitu kimejifanya kama unavyoona kama yai, lakini kuna milango 7. Nikaja kuona mlango mmoja amesimama malaika. Katika milango hiyo 7 kuna malaika wote, kila mmoja kuna malaika, kila mlango kuna malaika. Basi nilipokuja kufika pale, mimi kukaribia katika mlango wa katikati alikuwepo na malaika. Nikaona mlango umefunguka. Nilipoona mlango umefunguka, wala sikuulizwa maswali yote kwamba naenda wapi. Mimi niliona malaika akipita pale, ameniachia mkono na mimi namfuata nyuma yake. Ndipo tukaingia katika kwenye mbingu. Tulipoingia pale mbinguni, mimi nilipokuwa nimesimama pale nilipokuwa nimesimama kuja kuangalia yule malaika, sikumuona tena alipitia wapi. Basi mimi nilikokuwa nimesimama pale, nimekaza nikiangalia hali ya kule mbinguni ikiwa imenichanganya, lakini kama mtu aliyefungwa ufahamu ili nisipate kuelewa zaidi vyote vilivyoko kule, au wala kabla sijawa na mshangao mkubwa wala kuogopa wala kutikisika. Basi mimi nilipokuwa pale, nilisikia sauti ikitoka katika kwenye sehemu ya kaskazini, inasema kwamba sasa ameletwa mwanadamu kutolewa duniani, lakini atakuja kuyashuhudia na kuyaambiwa yote. Amechaguliwa na Muumba, lazima ataushuhudia ulimwengu haya yote ambayo ameletewa. Kwa hiyo yani sasa hivi anaenda kuvikwa Muumba wetu vazi pamoja na Masihi Kristo wake, mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu. Mimi nilipokuwa nimesimama pale, nikasikia sauti ikisema hivyo. Nilikuja kuangalia katika mbele yangu, nikuja kuona, nikaona viti viwili vya enzi, lakini viti hivyo vilikuwa na utukufu mkubwa vikubwa, yani wala sikuweza hata kuangalia vizuri vile viti kwamba vilikuwa yani vina rangi gani au vinafananaje, bali mimi nilikuwa naona yani kama yani vitu vilivyoinuka. Basi muda kidogo nikasikia mtangazaji anatangaza, anasema kwamba sasa hivi Muumba pamoja na Masihi mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya wenye dhambi, muda ninaona umetimia wa Muumba wetu kuabudiwa na kutukuzwa. Basi mimi nilipokuwa nikiangalia kwamba anaenda kutukuzwa, nilisikia mtangazaji anasema kwamba sasa litakuja vazi moja ambalo litamfunika Mungu pamoja na Masihi wake. Hilo vazi hata duniani halijawahi kuonekana. Basi mimi niliona mavazi yakipishana kweli, yani mara mavazi ambayo yanafanana mawe, mavazi ambayo yanafanana damu, mavazi ambayo yanafanana kijani, mavazi yani yalikuwa na hali nzuri,
Na hapo wakati wakitangaza yale mavazi, kuna vazi moja ambalo lilikuwa linafanana na kijani, lilikuwa na yani na cheni moja, yani lijitu kama yani unavyoona yani likubwa yani kama ndoo yani au kuzidi kwenye ndoo. Hilo yani ilikuwa yani mtangazaji alilitangaza akasema kwamba tazama Muumba pamoja na Kristo Masihi wake, yani vazi wanaloenda kuvaa. Lakini malaika walitokezea, malaika wengi pale. Hao malaika walikuwa wamevaa zile ofia ambazo zinaishiria wanazivaa hapa, zinapanda kidogo lakini huku zimeishiria, lakini zinaenda hivi. Yani ndivyo malaika walikuwa wamevaa, alafu wazuri sana, wana sura moja. Basi sasa hao malaika wakaja wakakamata lile vazi la Yesu, maana Yesu alikuwa amekaa katika kwenye kiti chake na Mungu amekaa kwenye kiti chake. Nikaona kwamba wamekamata lile vazi la Yesu na vazi la Mungu, wakalinyosha, yani likafunika madhabahu yote ya mbinguni. Nikakumbuka lile neno aliosema kwamba vazi la Mungu lilofunika madhabahu ya mbinguni. Lakini vazi la Mungu lilikuwa ni kubwa sana, lakini vazi la Yesu lilikuwa sio kubwa zaidi. Lilikuwa yani la Mungu ni kubwa, la Yesu linafuata, sio kubwa zaidi. Basi mimi nilipokuwa nimekaa pale nikiangalia, mimi nilikuwa sina mawazo angalau hata ya kusema kwamba nimwangalie Mungu nione hata sura yake anafananaje, au nimwangalie Yesu nimuone kwamba anafananaje. Ni kwa sababu walikuwa na utukufu mwingi ambao huwezi kuangalia hata jicho lako, kwa sababu ukimpiga pale kwenye kiti cha enzi jinsi alivyokuwa akionekana, lakini sura yake haionekani na Mungu. Yani nuru ilikuwa ikinibana sana katika macho, yani mwanga mkali mzito ambao yani ukiinua hivi kuangalia lazima macho yatafumba kabisa. Mimi nilikazana na kuinama, lakini hapa hakuna cha maombi wala kusema kwamba nimesimama pale nikiimba, hapana, bali nilisikia mtangazaji akisema kwamba sasa hapa yani anaenda sasa kutukuzwa Muumba pamoja wenye uhai wanne pamoja na wazee 24 wote wajiandae kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Basi maserafu na makerubi na wao wajipange katika maeneo, maana wao walikuwa katika sehemu za magharibi maserafi na makerubi. Basi kwa hiyo yani nikaja kuangalia pale ambako Mungu alikuwa amekaa kwenye kiti chake pamoja na mwanae mpendwa. Nikasikia yule mtangazaji sauti inakuja inasema kwamba sasa Muumba hapa anaenda sasa kuvikwa mavazi yaliyonyororo. Kama huko nilikuwa nimeshasema kwamba kuna mavazi, Mungu ana mavazi mengi, na kila vazi hapa ninapoongea yani vazi lingine limeshakuja. Yeye sio kuvaa vazi kukaa hata sekunde moja. Basi walipokuwa vazi likija yani unaona Mungu amevaa pamoja na Yesu amevaa, lakini wale malaika wanalinyosha, wanalishika kwenye pindo, wananyosha mpaka mwisho wa mbingu. Nilipokuwa pale mimi nilisikia mtangazaji anasema kwamba sasa huku duniani yani muda wa ibada umeanza. Kwa hiyo sasa malaika Mikaeli jiandae pamoja na kikosi chako owai. Basi nilipokuwa pale mimi nilikuja kuangalia katika hapa magharibi. Nilipokuja kuangalia magharibi niliona kwanza mtu mmoja ana nywele nzuri zimepelekwa mpaka nyuma, yani ameshika upanga, alafu ana mabawa, anakuja kama unavyoona ndege ile inavyokuja. Alipokuja ameshika panga. Basi mimi nilisikia sauti ikitoka katika kwenye madhabahu, anasema na malaika Mikaeli ameanza safari ya kuelekea duniani, kwa sababu ibada ya Mungu ya Muumba imeanza pamoja na ibada ya Masihi Kristo wake. Nikaja nikagundua kumbe Yesu sio mtu wa kawaida. Kumbe Yesu ni mtu ambaye amekaa kwenye kiti chake cha enzi. Kumbe anaabudiwa pamoja na Mungu. Hapo nilipokuja kuwaza katika maneno hayo, nikaja kugundua katika kwenye kitabu cha Mwanzo huku kwa ajili ya kwenye kitabu cha Mwanzo nikakumbuka kwamba yameandikwa maneno yaliyo mazito kwamba Mungu ndiye aliyemuumba mbingu na nchi. Kwa hiyo mbingu na nchi vyote vimeumbwa na yeye. Kwa hiyo yani nikaja kugundua kwamba Yesu aliposema kwamba
mtu akiniamini anifate, ajikane, ajitwike msalaba wake anifate. Nikaona kumbe Yesu ndio maana alikuwa anasema kwamba tumfuate, kumbe ni mfalme wa namna hiyo, ufalme wake yani ni wenye nguvu. Basi nilipokuwa nikiwaza hilo, nilikuwa malaika Mikaeli amepita, wakatokezea malaika wengi jinsi ya malaika Mikaeli alivyokuwa amenipita anaenda duniani kwa ajili ya kuleta ulinzi. Basi malaika wote walikuwa ni sura moja pamoja, wanafanana na malaika Mikaeli. Yani mtu aweze kukuweka hapo malaika akakuuliza kwamba nitole, akawaweka watatu, hata kama ulikuwa umekutana naye kule, alafu akakwambia kwamba nichagulie uliokuwa umekutana naye kule, uweze kumjua. Yani wote jinsi walivyonyosha nywele zao na jinsi walivyo, wote wameshika mapanga, walinipita vikosi, yani walikuwa wananipita kama ndege. Yani wananipita wako speed wote, yani wote walikuwa wanapita karibu yangu, nikaona sura zao zote wakaondoka. Na hao waliokuwa wameshika wao wanaoendelea na shughuli ya kushika lile vazi lililojaza madhabahu ya mbinguni, wote nilikuwa mimi nikiwaona, na wao wote ni sura moja. Basi mimi nilipokuwa pale nikisimama, yani hakuna kukaa wala kufanyaje, ninaangalia mambo makubwa, ila mbingu ikawa inanichanganya kwa sababu ni sehemu ambayo mimi sijawahi kuona tangia maisha yangu nizaliwe. Sijawahi kukanyaga katika nchi inayofanana hiyo. Yani ni nchi ambayo yani ina uvuli wa maisha mazuri, ina upepo ambao hujawahi kuonekana hapa duniani, ina utulivu na amani. Yani unasikia amani na furaha na utulivu, yani unasikia kabisa, yani ukiwa unajitazama, yani uweze kujitazama. Nilipokuja kuangalia, yani niangalia majani ambayo yako kule mbinguni, yani majani yamefanana kama unavyoona kama bustani, majani mazuri yana maua, yani yameinama, mengine yani yanapendeza, yanatikiswa na upepo ka ubaridi. Yani mbinguni ni sehemu ambayo yani uweze kutamani kupaona kwa dakika moja. Yani ni sehemu ambayo unaweza kusema kwamba yani mimi natamani nipatumikie mbinguni hadi mpaka uzee wangu, au nisombe mawe, au ni yani mtu akipaona mbinguni yani unasema kwamba hata wanipige wanikatakate mapanga. Kumbe ndipo Yesu alipokuwa anasema kwamba mimi niendako mtu hawezi kujako. Ni kweli, mtu wa kawaida hawezi kukanyaga kule, mtu wa kawaida hawezi kukanyaga kule katika kwenye madhabahu ya kimbingu. Sasa nilipokuja kuangalia, nikaangalia, nikasikia mtangazaji anasema kwamba na wenye uhai wanne wanaenda kujipanga kwa ajili ya sifa. Lakini mimi nilipokuwa pale nikainama nikasema, mbona walisema kwamba shetani mbona ndio mwenye sifa? Kumbe wakati nawaza mawazo hayo, mtangazaji alikuwa akinitazama ndani ya moyo wangu. Nilisikia anasema kwamba shetani hajawahi kufanya sifa huko mbinguni hata siku moja, wala katika kufa kwake na kuingizwa motoni milele na milele, wala hata msifu Mungu hata siku moja. Nikasikia hapo mimi hapo mawazo yakanizia yani ghafla tu, yani linataka kuja yani, lakini kama vile yani alijaingia ndani ya moyo wangu zaidi kwamba yani mbona yani wanasema Lucifer alikuwa ni anafanya sifa alafu ndiye malaika mkuu. Nikasikia kwamba ikaja kwamba shetani akasema, mtangazaji akasema yani Lucifer hajawahi kufanya sifa mbinguni, wala sifa hata iona, bali ndani ya moyo wake umejaa utapeli, umejaa tena uongo, ndio uliojaa ndani ya moyo wake. Kwa hiyo yani ndani ya moyo wake ana wizi wa kutosha, wala hata simama hata kidogo kuongea neno lilo kweli, bali yeye ataongea uongo. Nilipokuwa mimi nikisimama pale, malaika wote wameshanipita na kuelekea duniani, nikiwa yani nakuja kujiuliza najibiwa. Ndipo nilipokuja kujiuliza juu ya shetani kwamba mbona yani inaonekana kwamba Mungu alimaliza kazi kufanya siku 6, siku ya 7 akastarehe. Je, na siku ya leo ni siku gani? Mbona Mungu ameabudiwa sana na ninaona yani mbingu zimejipanga? Basi na malaika wote wameenda kusimamia ibada. Yani kabla hayo yote sijajiuliza, nikajibiwa sana. Nikaambiwa kwamba shetani Mungu alipomaliza siku 6 za kuumba, alipomaliza kuumba siku 6, ndipo shetani alipoambiwa akusanye siku ya 7 malaika zake waende kumwabudu Mungu.
aliposimama kumwabudu Mungu alitaka kiti ili apewe na yeye kukaa. Mungu akamwambia malaika, sijampa ruhusa ya kukaa, bali mwanadamu nimempa ruhusa ya kukaa kwenye kiti, lakini mwanadamu hatapokea kiti. Lakini malaika hatapokea kiti, bali mwanadamu atapokea kiti, atakaa pamoja na Masihi mwanakondoo aliyechinjwa milele hata milele. Je, aukumbuke kabisa katika kiti cha Ibrahimu? Basi nilipokuwa nikiinama yani wakati naambiwa hayo, nilisikia yani yule mtangazaji anasema sasa mwanadamu ahubiriwe ili kusudi aende kushuhudia ulimwengu kwamba shetani alipigana vita siku ya 7, ambako mbingu ndiko kilikuwa ni siku ya ibada takatifu. Kwa hiyo akafanya vita ili kusudi Mungu apate kupindura katika kwenye kiti chake cha enzi. Lakini mahali paka pa kuonekana, bali alishushwa katika nchi na katika bahari ili kusudi yeye ana muda mchache. Na siku hiyo Mungu aliweka hukumu kubwa sana na moto wa Jehanamu na tarehe na saa ya kumwangamiza shetani milele hata milele. Niliposikia hayo, nilisikia mtangazaji akasema kwamba mwanadamu ameshuhudiwa na kuhubiriwa mbingu, na hayo yote ataenda kuyashuhudia katika dunia. Nilipokuwa nimesimama mimi pale bila kutetereka katika kwenye madhabahu ya mbinguni, nilikuwa na moyo wa ushujaa na ujasiri mkubwa sana ambao siogopi. Ndio maana nilikuwa ninaingiliwa na mawazo ya kujiuliza kwa ajili ya swali ambayo nilikuwa nikifundishwa huku duniani au nilikuwa nikiyatazama na kuyaona. Basi mimi nilisikia kwamba wenye uhai 4 na wasimame kwa sababu muumba anaenda kuabudiwa, halafu maserafi na makerubi wajiandae kwa ajili yako kumwabudu Mungu, halafu pamoja na wazee 24 wanajitayarisha kujiandaa kwa ajili ya sifa kumwabudu Mungu. Kwa wazee 24 ndio wenye sifa pamoja na waliopewa kumsifu Mungu. Basi mimi nilipokuwa pale nilisikia wimbo unatokezea katika kwenye wale uhai wenye 4. Ukitoka ule wimbo, nilipokuja kutazama wale uhai 4, nikaangalia katika wa kwanza aliokuwa amejipanga nyuma yao. Nilipokuja kumuona amejipanga, nikaangalia katika kwenye miguu yake, niliona kama miali ya moto inatoka, zile cheche za moto kweli zinalipuka, ambazo yani ukikaribia chini unaweza ukashtukia, yani karibu unaweza ukashtukia unaungua. Niliona yani cheche za moto zinatoka katika kwenye miguu, lakini miguu ile nikiitazama, miguu ile yani ilikuwa nikiona kama vile inawaka moto. Alafu nikikuja kuiona ile miguu yani kama vile sioni, ile naona moto. Nilipokuja kuangalia katika kwenye mabega, nikaona kwamba pale kuna mabawa makubwa ambao yani mabawa yalikuwa yamepangana katika mbawa 6. Nilipokuja kuangalia huku mbele yake, alipokuwa akinani aliyekuwa akiongea, alikuwa akiwa na sura ya kibinadamu kama mwanadamu alivyo, jinsi alivyokuwa amesimama. Mbokuja kuangalia yule aliye wa pili wake aliyekuwa mbele yake, yule wa pili, nikaja kuangalia katika kwenye mwili wake wote, yani umejaa, yani kila sehemu kumejaa macho, yani macho kila, yani mpaka kwenye miguu, yani macho, yani kila sehemu naona macho, yani kwenye mikono naona macho, yani macho yamepangana, macho yani mwili mzima nikaona macho mengi juu ya huyo mtu. Basi kuja kuangalia kichwa chake, yani kama kichwa yani mimi sikioni, yani mara naangalia kichwa yani kinanishinda kuangalia yani. Basi nikaruka nikaenda katika kwenye yule malaika wa 3 katika kwenye wale uhai wa uhai 4, wanaitwa wenye uhai yani 4, yani ambao wana jinsia yani na yani wao wanaonekana kama yani ni kama binadamu, lakini wana maumbile mengi. Nilipokuja kuangalia kama huyo aliyekuwa mbele, niliona kwamba yani ana kichwa ambacho ana kichwa, lakini katika kwenye mdomo ni mdomo yani mdomo wa ndege, ile ndege ambayo ina mdomo mrefu, unaona. Nikaja kuangalia yule aliyekuwa mbele, yani ni kama mimi kabisa, yani mwanadamu refu. Basi nikasikia sauti, nilipomaliza kuona hayo, nikasikia sauti ikisema kwamba wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana. Yani sauti zikaanza kuchanganya pale. Nikasikia sauti kama zingine zinaingia kama za maji, nikaisikia sauti nyingine inaingia kama yani ni sauti ya ndege, nikasikia sauti nyingine inaingia kama ya binadamu, nikasikia sauti zinachanganya pale.
Wakati wanaimba hiyo, nikaja kusikia mwitikio mkubwa. Kuja kuangalia, nikaona vile viti 24 vya wazee. Wale wazee 24 wana mabawa, wana mbawa kubwa. Basi wale wazee wana mizuzu mikubwa, yani imekuja mpaka hapa, yani mikubwa ile mizuzu, yani wamependeza wale wazee 24. Basi nikaja kuona, nikaona wanaruka katika kwenye viti vyao vya enzi, wanaenda wanarara kifudifudi, wakarara kifudifudi, wakajinyosha kama walivyokufa, wameelekeza viti vyao katika kwenye madhabahu ya kiti cha enzi. Nikaja kuona katika kwenye kiti cha enzi, nikamuona mwana kondoo pamoja na Mungu Baba wamekaa pale kwenye kiti, kila mmoja kwenye kiti chake, wamevaa mavazi yaliyonyororo. Basi nilipokuja kuangalia, nikasikia wale wazee 24 wanasema kwamba, na wao wakasema kwamba, wanaitikia nao wakasema, wastahili wewe Bwana. Hawa ni wenye uhai wanne. Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Nikasikia wazee wa 24 wanasema kwamba, wastahili wewe Bwana. Yani wanaimba, yani mbingu ikatafaruku, mbingu ikawa, yani nilipokuwa mimi nikaja kutazama, nikaja kuangalia hapa magharibi, yani nikaona mistari ya watu wamevaa kanzu nyeupe, wamejifunga vitani safi tumboni, yani wameregeza kabisa vitambi, yani vitambi vyote, tumbo zote mefungwa vitani, kanzu zimeshuka mpaka chini. Kuja kuangalia nywele zao, yani kama nywele za watu wazee, yani nyeupe wala sio za wazee wa dunia, yani nywele zina, yani kama, yani zina mvuraki, ni nyeupe. Wamejipanga mistari, mbingu ikatafaruku, mbingu ikaja kuangalia, mbingu ina malaika wengi, mbingu ina malaika. Kumbe Mungu anaposema kwamba msiponiimbia miti na mawe itaimba, ni kweli kabisa. Nikaona yani mbingu, nikasema, oh haleluya. Wenda mimi yani nimeambiwa kwamba nimepelekwa kuja kushuhudia ulimwengu, kwa sababu tulipoingia katika ile fahari niliambiwa na malaika kwamba nimekuja kuambiwa heri halafu nitakayokuja kuyashuhudia katika ulimwengu, ili kila mwanadamu ambaye aamini apate kuamini na kumtumikia Mungu kabisa. Mbingu zipo, na kuna mbingu za furaha na raha na shangwe na za utele. Basi katafaruko, yani nikaja kusikia wale walikuwa wamejipanga wengi, wale malaika nilisikia yani wakiimba haleluya tu. Haleluya. Kasikia mtangazaji anasema kwamba haleluya hii wanaoimba mpaka miaka 300 haijawahi kugeuzwa. Wanaimba miaka 300 na hakuna kukaa wala kupiga magoti wala kutulia, hapana. Yani ikawa ni mtafaruku mkubwa, wakaimba. Mimi nimesimama pale. Basi na hawa yani mavazi yanapokuja watu yali wanashika katika kwenye pindo, wale walikuwa wanashika lile vazi, yani kama sisimizi wengi wanalinyosha lile vazi la Yesu na vazi la Mungu linaenda mpaka mwisho wa madhabahu, yani wananani kule. Basi nikasikia sauti ikisema kwamba sasa malaika aliyepewa kumuonesha mwanadamu anastahili kuanza safari ya kumfuata kabla mwanadamu hajavikwa vazi. Mimi nilipokuwa pale nilisikia sauti inatoka katika kwenye kiti cha enzi cha Mungu Baba, anasema kwamba na avikwe vazi aende kushuhudia ulimwengu. Lile vazi lilikuja ni zito, ambalo kama silver zito, yani kama unaona kama rangi yake kama unavyoona, yani kale ka ile shilingi 100, yani silver, yani ina rangi kama namna hiyo. Nikaona Yesu amevikwa lile vazi na Mungu amevikwa lile vazi zito, likubwa lizito, uwezi kubeba. Muda kidogo nikaja kujiona mimi
malaika yuko pembeni yangu, tayari mimi nimeshavikwa vazi, ila sikujua nilivikwaje, ambalo hilo vazi ni gauni linaishia humu kwenye magoti yangu, humu kwenye magoti, hili zito, yani nasikia nimevaa kitu kizito, halafu nasikia ndani ya moyo wangu lina nguvu. Basi nilipokuwa pale niliona mimi mwenyewe malaika akiniongoza. Nilisikia mtangazaji anasema kwamba na akawatazame wafalme ambao wamepewa ufalme. Maana ya ufalme yani mtu ambaye haombi chochote. Ndipo nilienda kuona vile viti vya enzi vimekaa wafalme wengi, wamekaa yani wamevaa mavazi, lakini vile viti walikuwa sio kwamba wamepigana mstari, hapana. Yani mtu anaweza akawa amekaa pale amevaa vazi lake ametulia katika kwenye kiti chake cha enzi. Ukaona kama mwingine amekaa pale amevaa, yani amekaa kwenye kiti chake cha enzi amevaa mavazi, alafu mavazi yao yanageuka na wao kwa kila dakika wafalme. Ndipo nikamuuliza nikasema ninaona watu wamekaa yani katika kwenye viti vya kifalme. Akasema hao ndio wafalme walioteuliwa na Mungu. Nikasema wenda hata na baba yangu ambao ni mzee Ibrahimu. Akasema wote wako huku ambao walishinda au kuona maisha yao kwamba yani maisha yao ni kitu, walishinda kwa ajili ya Mungu. Kwa yani hao ndio wafalme. Nikatolewa pale. Akasema kwamba nikasikia mtangazaji anasema kwamba basi mwanadamu anaenda kushuhudia ile nyumba ya mwanakondoo aliyoijenga kwa ajili ya bibi harusi anaenda kuoa. Nikasema kumbe Yesu anaoa. Ndani ya moyo wangu malaika akasema tulia uje angalie walichokuitia, mwanakondoo anaoa kweli. Nikakaa katika mashangao ndani ya moyo wangu kuja kuangalia ile jengo. Yani mimi nililitazama lile jengo, wala hakuna mtu yote ambaye anaweza kuijenga ile nyumba, haitaonekana ule mji. Nikasikia malaika ananiambia kwamba huu ndio mji utakaoshuka, ule mji mtakatifu ambao siku moja mwanakondoo anaenda kuoa, na hiyo siku haijulikani juu ya mwanadamu wala malaika, bali Mungu ndiye anayejua hiyo siku ya mwanakondoo anaenda kuoa. Nikataka kuuliza. Akasema mwanadamu amepewa kujua yote, maana mwanakondoo ni yule mtu aliyemkiri Kristo kuwa Bwana Mwokozi wake, akabatizwa, akampokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huyo ndiye atakayeolewa, na siku ile atachukuliwa na mwanakondoo kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya unyakuo. Akasema kwa hiyo wote ndio watakaoingizwa katika nyumba hii ya kiufalme, lakini mwanamwali wake amepambwa maua, anameremeta. Nikajitaka kule mwanamwali wake. Tumeambiwa kwamba ni wale waliotubu dhambi zao, wakapokea ubatizo, wakapokea Roho Mtakatifu, wakamkiri Kristo kwamba ni Bwana. Sasa walio aliyepambwa ni yupi huyo? Ndipo nikaja kuambiwa kwamba waliopambwa ni wale wanafunzi wake, wale mitume 10 na waliochaguliwa hapo kwanza wakatengenezwa kuwa mitume, au ndio wamepambwa kwa sasa. Kwa hiyo yani na sisi tunatakiwa kuifanya kazi kwa uaminifu ili kusudi tupate kupambwa. Nikagundua hapo. Basi nilipokuwa nikifanya hayo, mimi nilisikia sauti inasema kwamba mwanadamu kwa kuwa amevikwa vazi la Mungu Baba na Mungu Mwana, anaweza kaenda duniani kushuhudia ulimwengu na kwa kuifanya kazi pamoja na Roho Mtakatifu. Mimi nilipokuwa niko pale, malaika nilishtukia tukishuka. Tuliposhuka sana tukafika katika kwenye mawingu, akasimama akasema kwamba mwanadamu watakiwa kuona katika utawala. Nilipokuja kuangalia mimi mashariki hapo, niliona nyumba moja imejengwa, yani ile nyumba imejengwa kama unavyoona kama glasi, yani glasi kubwa ile nyumba. Nikaona yani ile glasi ina moto, yani moto unalindima mle kwenye glasi. Basi nikamuuliza, nikasema nimeona kitu kama glasi, kimechongwa kama glasi, lakini sasa ni kubwa, huwezi kukilinganisha hata na nyumba. Alafu naona ndani mwake kuna moto, yani unafanyaje? Yani moto. Akasema kwamba hiyo ndio radi ambazo ndizo silaha za Muumba alizoziweka kwa ajili ya kuwajeruhi maadui. Nikasema sawa. Kwa hiyo radi zinatoka kwa umma. Nikaja kuangalia pembeni mwa ile glasi,
kumetanda wingu kubwa. Nikauliza nimeona hapo yani karibu na glasi kuna wingu kubwa. Ndipo akaniambia kwamba hilo wingu yani hilo wingu ndio upepo ambao ni upepo mkubwa. Ukitoka hapo unaweza ukawahi dunia na wanadamu kwa muda mfupi, yani sekunde moja wezi yani ikaisha. Watu hawajaisha duniani. Kwa hiyo ni upepo ambao ni mkubwa ambao Mungu aliweka hapo kwa ajili ya kuwazuru ambao ni adui atakayejitokeza yoyote. Lakini waliomkiri Kristo kwamba ni Bwana, wale hawatazulika kwa ajili ya upepo wala hawatazulika kwa ajili ya moto unaowaka katika kwenye glasi humo. Nikafikiri nikasema kwamba mimi nilipoona ule moto labda nikasema kwamba ndipo tutakapokuja kutupwa katika kwenye lile gereza la mwisho la Jehanamu. Akasema hapana, hizo ndizo alizoandaa silaha zake. Basi tuliposhuka tukaja mpaka tukashuka tulipokuja kukaribia akaja kuona katika kwenye hiyo mashariki, akaja kunionyesha kuja kuangalia. Nikaona watu wamevaa kanzu nyingi, kuna farasi, kuna nini. Ndipo akaniambia kwamba hao ndio utawala wa Babeli ambao wanaitwa majini. Hapo yani kuna majini mengi sana ambao yao yamepangwa na shetani. Hizo ni kambi za shetani ambazo anataka kuwajeruhi wanadamu. Na hao wanapanda kabisa, wanafika katika kwenye ile glasi, wanataka kabisa yani wafungulie ule moto umwagike ili kusudi dunia yote ishe. Halafu wanataka wapambane sana ili washushe ule upepo utuangamize. Kwa hiyo yani nikaona kwamba malaika wawili wakaja wenye nguvu wakasimama karibu na ile glasi pamoja na ule upepo. Kuja kuangalia mule pembeni kuna malaika 4 wa shetani ambao walikuwa nakuja ili kwa ajili ya kuchokonoa ule upepo na ile glasi ili kusudi dunia yote ipate kuangamia. Ndipo aliponiambia haya, akanielezea haya yote. Basi mimi nilikuwa nikikaa pale akinielezea. Tukashuka tukaja mpaka kufika katika hii dunia. Tulipofika hapa duniani, mimi sikujua kama nilipofika hapa duniani nilikuja kuangalia, nikakuta yani siku hiyo nikakuta kumbe walikuwa katika kwenye ibada. Wakati mimi narudi nilikuta Joseph Atilias Mwingira alikuwa akihubiri pale madhabahuni. Nikaja kumuona Malaika Mikaeli aliyeniacha huko mbinguni amesimama nyuma yake kama bodyguard ameshika upanga. Nilipokuja kuangalia ule mkutano wote watu wamejaa, yani ni wengi, kanisa kubwa. Nikaja kuangalia malaika walioniacha mbinguni wote wamezunguka wakiwa na mbawa zao wameshikilia panga zao. Nilipokuja kuangalia katika hatua ya 3 niliona yani watu wanafanana watu, lakini wameshachakaa, vingine vimepiga magoti, vinatokwa udenda na wenyewe vimeshika mapanga ili kwa ajili ya kutaka kuangamiza hilo kanisa. Ndio nikamuuliza malaika nikasema bora yani mimi ningefundishwa nikajua hapa yani ni nini. Nikaambiwa kwamba yani unapoanzisha ibada ikakosa ulinzi wa Roho Mtakatifu, mwongozo wa Roho Mtakatifu, Malaika Mikaeli haji. Unapoongoza ibada ikiwa na Roho Mtakatifu, malaika anakuja. Kwa hiyo sasa hivi katika ibada anayoiendesha huyu mtumishi wa Mungu anampenda sana Joseph Atilias Mwingira. Yani yoyote atakayegusa, atakayemsonta Joseph Atilias Mwingira atakuwa ameigusa mboni ya jicho la Mungu, maana kazi alitumwa kazi kuifanya. Nikasema sasa yani mimi niliwekewa na mkono na Joseph Atilias Mwingira. Akasema ndo maana Mungu alimutuma, lakini wewe ukapewa neema ya kuchaguliwa na kuwekewa mkono wa kuifanya kazi ya Mungu. Basi nikasema kwamba ngoja nitulie tu nami niangalie matukio kama haya. Nikaangalia nikasema kwamba mbona sasa yani ndani ya moyo wangu najiuliza mbona yani naona kama vile hatua ya 3 kuna hilo kundi limezingira na lenyewe limezunguka huo mkutano mkubwa. Akasema kwamba ibada isipoongozwa na Roho Mtakatifu yani lazima hawa wakianzisha ibada ndio wanaokuja kuvamia ibada, ndio wanaoitwa pepo wachafu. Nasema sasa yani wamuingiaje mtu mpaka yani anaingiliwa, unaanza kumuombea, yani inaonekana anaanguka
yani mwingine anashikwa wanaanza kukamata, yani ina maana anamwingiaje? Akasema kwamba huyu pepo anaweza kuingia kwenye jiwe, huyu pepo anaweza kuingia kwenye mti, huyu pepo anaweza kuingia kwenye maji, hata kwenye girasi unayokunywa, huyu pepo anaweza kuingia kwenye kucha yani kucha yako akaja kakaa, huyu pepo anaweza kaingia kwenye kichwa, yani kila mwili wa mwanadamu kuna milango ya pepo ambako anaingia. Lakini yule pepo akishaingia katika mwili wa mwanadamu ndipo anapoanza kusikia anaumia, anasikia maumivu yaliyo mengi. Ni kwa sababu ile hekalu hekalu sio hekalu la mwanadamu, sio hekalu la nani, hekalu yani Mungu alimfanya mwanadamu kuwa hekalu, kuwa nyumba. Kwa hiyo mwanadamu ni nyumba ya Mungu. Kwa hiyo akasema kwamba mwanadamu ni hekalu la Mungu. Kwa hiyo yani hekalu la Mungu alitakiwa kuingiliwa na roho iliyo chafu. Kwa hiyo anapoingia shetani ndani ya mwili wa mtu, tayari mwanadamu ndani anaanza kusikia maumivu. Nasema hayo maumivu ndiyo yanakuwa yanasikika kwa ajili ya kusikia kwamba kama mtu unaumia, kama mtu aliyejigonga au kuna kitu kinachokuumiza, labda umeanguka au. Akasema hapana, yani pepo anapoingia katika ndani ya mwili wa mtu lazima asababishe kuamsha magonjwa, kuamsha homa, kuamsha mateso, yani mpaka wengine wafika kufikisha hatua ya kupoteza maisha yao. Basi ndipo nikagundua kumbe mwanadamu anapoona kwamba anameza vidonge, anateseka sana kwa ajili ya magonjwa, kumbe anaingia pepo ndani mwake. Nikabidi akaniambia sasa, yani mwanadamu hawezi kuugua bila kuingiliwa na pepo mchafu, bali aingiliwe na Roho Mtakatifu. Hilo linakuwa ni hekalu la Mungu, linakuwa na uzima. Amen.